Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, leo tunaendelea sehemu ya pili ya darasa letu ambalo tumewahi kulitoa katika miezi 6 nyuma iliyopita, na leo tunarudia tena katika sehemu ya pili ya darasa hii, kwamba kwa nini siafu wengi nyumbani kwako. Kwa nini siafu wengi nyumbani kwako, ama kwa lugha ambayo watu wengi hawaielewi tunasema wadudu chungu. Wadudu chungu. Biidhnillahi taala, leo twende tukaangalie mambo mawili. Kwa nini wanaenea au wanadhihiri siafu wengi katika nyumba yako. Sikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uondoke na faida itakayoleta kwenu nami Ustadhi Ali Uthman, kama ilivyo desturi yetu. Sehemu ya kwanza, intisharu naml fil baiti, kuenea kwa wadudu chungu katika nyumba yako, ama kuenea kwa siafu katika nyumba yako. Huwa kaunuhu risalatu tunabahuka wa tuhadhiru, kwamba huo kwanza, jambo la kwanza ni ujumbe ambao Mwenyezi Mungu anakuletea wewe. Ujumbe huo unatahadharishwa, yani ni ujumbe. Ukiona wako wengi sana, basi huo ni ujumbe wa tahadhari. Amri khatirin yuridu Allahu an yunabauka, kwamba kuna jambo la hatari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutahadharisha nalo. Kuna jambo la hatari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutahadharisha nalo. Anakutahadharisha nalo. Jambo lenyewe ima katika maisha yako au katika riziki yako, katika uhai wako ama katika riziki yako, maana katika maisha yako ama katika upande wa riziki zako. Dhuhuru namli isharatu ila tughayyiru lahawali fi baitika, kuenea kwa wadudu chungu katika nyumba yako ni ishara ya mabadiliko katika nyumba yako. Ni ishara ya mabadiliko katika nyumba yako. Mabadiliko hayo huenda ikawa upande wa riziki, au mabadiliko hayo huenda ikawa upande wa biashara zako, zitadolola, zitaporomoka. Ukiwaona wanakuwa wengi, wanasambaa ukutani, wanatembea sana ndani, basi ni ishara kwamba huenda ikawa ni mabadiliko upande wa maisha, au mabadiliko upande wa biashara zako zitadolola. Na hapa nataka nikueleze katika hali takriban mbili. Kama wadudu chungu ukawaona wanatoka nyumbani ndani mwako, maana wanatoka mlangoni, umetoka mlangoni, unaona umepanga msululu, wanatoka ndani. Lakini unapotoka ukiwaangalia katika mdomo wao kuna kama vitu vidogo vidogo wamebeba. Vitu vidogo vidogo wamebeba katika midomo yao, wanatoka ndani mwako. Basi ikiwa hali ndio hiyo, sema alhamdulillah, mshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hiyo ni ishara wa riziki mpya kuingia katika nyumba yako, kwa sababu hilo ni jeshi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ni ishara ya jeshi kushinda. Ni maana kwamba ile vita ndani umeiweza. Kwa hiyo ukiona unatoka ndani na vitu vidogo vidogo, basi tambua kwamba ni ishara nzuri, na ishara yenyewe biidhnillahi taala kuna mabadiliko mazuri sana katika upande wa riziki zako. Yani ukiona wanatoka ndani, ukiona wanatoka ndani kutoka nje, bi maana wako mlangoni kwa msululu, wanatoka nje. Lakini vile vile wadudu hao chungu kama utawaona wako chumbani tu, yani wako chumbani tu, basi jiangalie katika mahusiano yako. Huenda kuna siri za ndani zinatolewa nje, ama pengine kuna itilafu ambayo itakayotokeza baina yako wewe na mwenzi wako mundani. Angalia sana kama utaona hao wadudu chungu wako chumbani kwako tu peke yake, basi angalia sana katika upande wa mahusiano, ama huenda pengine kwa siri za ndani mwako zinatoka nje. Lakini kama utaona wadudu chungu hao wako jikoni tu, angalia katika upande wa riziki zako. Je, riziki zako ni halali au riziki zako unatafuta katika mazingira gani? Kama utawaona wadudu chungu hao wako sehemu ya jikoni kwako tu, hawapo sehemu nyingine, basi angalia katika upande wa riziki zako. Je, riziki yako unaipata kwa halali
Je, mazingira utafutaji wako ni mazingira ya halali? Hivyo vitu viangalie sana katika hilo. Lakini ukiwaona hawa wadudu chungu wako sebuleni kwako tu, basi angalia upande wa mahusiano wewe na familia yako. Je, kuna mawasiliano mazuri baina yako na familia? Aidha familia ambayo unaikaa nayo hapo nyumbani au familia ambayo inaikuzunguka wewe. Je, mna mahusiano mazuri? Ni mambo ya kuatazama na mambo ya kuyaangalia sana biidhnillahi taala. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, inna Allaha la yughayyiru biqaumi inna Allaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hayabadilishi ya watu mpaka watu wabadilishe yale ambayo yako vifuani mwao, kwa maana au katika nafsi zao. Kwa maana gani? Kwa maana mdudu chungu haji kubadilisha maisha yako nyumbani. Mdudu chungu haji kubadilisha riziki zako nyumbani, la, bali hawa ni ishara tu, ni ujumbe ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautuma wewe kwako ili ujiangalie. Je, riziki zako zikoje? Utafutaji wako ukoje? Wewe mwenyewe uangalie katika hilo. Sasa hiyo ni alama ama jambo la kwanza katika upande wa wadudu chungu ama siafu, na leo nitasema nitakueleza mawili tu, na kama utakuwa na maswali, kwa wale ambao na maswali yao, basi mnaweza mkaniuliza kwa comment hapo chini, ama ukatuma kwa njia ya WhatsApp kwa 07138111 mwisho 46, 07138111 mwisho 46. Twende upande wa pili. Kuenea kwa wadudu chungu, intisharu namli fi baitika, kuenea kwa wadudu chungu katika nyumba yako. Ikhtibaru lisabra, huu ni mtihani wa sabra unapewa. Min anwa'i ibtila'illah, na miongoni katika mitihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna hadithi ya Abu Huraira, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira anasema nilimsikia mjumbe Mwenyezi Mungu, rehma na amani za juu yake, yakulu, akisema, qarsat namlat nabiyya min al-anbiya. Siku moja huyu mdudu chungu alimuuma nabii miongoni mwa manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faamara biqadiyati namlat faahriqna, basi yule nabii akaamrisha watu wake kwamba waue wadudu chungu wote pale kijijini au katika mji ule. Faaha Allahu ilaihi, basi Mwenyezi Mungu akampa wahi yule nabii kwamba kile ambacho kwamba yeye amekifanya si kitu kizuri, kuwaua wale wadudu chungu wote, bali angema kumuua basi angemuua yule mmoja ambaye amemuuma, kwa sababu hawa wadudu chungu anaambiwa kwamba nao ni miongoni katika viumbe wenye kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kaambiwa ni kosa kubwa sana kuwaua wote badala kumuua yule ambaye yeye alikuwa amemuuma. Pana funzo gani hapa? Hapa pana funzo la subra, pana funzo la subra. Kwa hiyo wadudu chungu ndani yake vile vile ukiwaona katika nyumba yako pana mazingatio na pana mafunzo ya subra. Ndio maana kuna dua, ukiwaona wadudu chungu katika nyumba yako, basi kwanza soma dua hii. Sema, Allahumma inni as'aluka sabra wa as'aluka shukra ala ni'matika wa a'udhu bika min sharri ma khalaqta. Narudia tena, sema Allahumma inni as'aluka sabra wa as'aluka shukra ala ni'matika wa a'udhu bika min sharri ma khalaqta, wa a'udhu bika min sharri ma khalaqta. Hii isome kila unapowaona wadudu chungu hao katika nyumba yako biidhnillahi taala, huenda wakawa ni mtihani wa sabra ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuleta kwako. Kwa hiyo na imani katika haya mawili umeona, tumezungumza mdudu chungu akiwa anatoka ndani, tukizungumza mdudu chungu akiwa yuko chumbani kwako peke yake, ikiwa wapi, je, ishara yake nini? Tumezungumza biidhnillahi taala. Kama una maswali, basi unaweza ukauliza kwa njia ya message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.